Leo hii tupo katika shamba la Obedi Mgaya ambaye ni mkulima wa parachichi hapa mkoani Njombe, na huyu ni moja ya waasisi wa zao hili hapa mkoani Njombe. Hii ni parachichi aina ya Hasi ambayo imekuwa ikifanya vizuri sokoni ndani ya nchi na nje ya nchi. Lengo letu kukuletea vipindi hivi ni kukuelimisha namna bora katika masuala ya kilimo. Hapa tupo shambani kwa mzee Mgaya ambaye anaenda kutupitisha katika shamba hili na ni aina gani ya parachichi uilime ili uweze kupata mazao yaliyo mengi zaidi na kupata kipato ambacho kitakuwezesha wewe kusonga mbele. Na ninayekuletea kipindi hiki ni mimi Michael Mwamnima. Karibu tuendelee kutazama video hii ambayo inatupa mafundisho namna ya utunzaji wa shamba la parachichi. Naitwa Obedi Jacob Mgaya. Nipo mkoa wa Njombe, wilaya wa Nging'ombe, kata ya Ulembwe. Nipo hapa kwenye shughuli za kilimo cha parachichi, na tunachohitaji kuongelea hapa ni aina za parachichi. Aina za parachichi ambazo zilizopo Tanzania na ambazo zingine bado hazijafika hata Tanzania. Jumla ya aina za parachichi tuko pamoja na zile za asili tuna aina 31. Lakini siwezi kuelezea zote, ninaelezea zile ambazo sisi tunaendelea kuzilima kwa Njombe. Aina tunazoendelea kuzilima Njombe, tuna aina ya Hasi namba 1, namba 2 tuna Fwete, tuna X Tengeru, kuna Fwete, kuna Sultano, kuna Nabali. Hizi ni parachichi ambazo zipo mkoani Njombe ambazo tunaendelea kuzilima. Lakini katika hizo parachichi namba moja tuna aina ya Hasi ambayo ndio imekamata soko la dunia. Hasi. Hii Hasi ina umbile si kubwa sana. Kwenye vipimo vyetu sisi tunaona inaanza na saizi 10 kama umeyatunza vizuri na umeboresha vizuri. Saizi 10. Ninaposema saizi 10 kwa maana namba kubwa tunda dogo na namba ndogo tunda kubwa. Kwa hiyo tuna saizi 10 ambayo ndio tunda kubwa, ambayo matunda saizi 10 yanaingia matunda matatu kwenye kilo moja mpaka matunda 4. Tuna saizi 12, tuna saizi 14, tuna saizi 16, tuna saizi 18, tuna saizi 20. Ambazo hizo saizi ndio zinazoweza kwenye soko, zinazohitajika kwenye soko. Hizo ni aina za parachichi aina ya Hasi. Lakini tunazo hizi Fwete, zenyewe ni wakati wowote zinauzwa, lakini hazina soko kamili. Unaweza kuona kwa Njombe na kwenda labda mwezi mmoja au siku 15 soko lake limeisha. Nchi chache sana zinazonunua hilo tunda. Fwete ni soko la ndani, Sultano ni soko la ndani, X Ikulu ni soko la ndani. Kwa hiyo kwa soko la nje ni Fwete pamoja na Hasi. Hayo ndio matunda ambayo yapo. Lakini changamoto ya kupata zile size ambazo nilikuwa nazisema, nafikiri sasa hapo tunakutana sasa na wakulima, ambao wakulima utawakuta tuna wakulima wa parachichi yapo makundi 4. Tunalo makundi 4. Sasa kundi la kwanza ndio hili ambao naona shamba hili ni la mkulima wa parachichi. Unaona miti yake ilivyo imekuwa mifupi lakini imepanuka sana, inakwenda vizuri. Na sasa hivi kazi ambayo unaona nina vifaa hapa ambavyo nimevibeba, kazi yake ndio hii ya kuja kupunguza matawi yote yaliyokwenda juu. Tuna kundi la pili, ni kundi la wakulima wa miti ya maparachichi, ambaye hapa shambani kwangu mimi mkulima wa parachichi hapa hakuna shamba hilo hapa, au mti huo wowote ule wa parachichi ambao uko hapa haupo. Kundi la tatu ni kundi la wakulima wa misitu ya maparachichi. Unavyoangalia hapa unakuta kuna miti kama huu hapa. Huyu ni mkulima wa miti ya maparachichi. Unaiona? Ni mkulima wa miti ya maparachichi
ambacho tofauti wake ukiangalia matunda yake yanakuwa na rangi ya njano. Yanakuwa na rangi ya njano ambayo kwenye soko huwezi kuona kama ya matunda yatakwenda sokoni. Kwenye saizi zile pale nilizokuwa nikisema, unaona haya matunda hayapo kwenye saizi zile. Sasa hapa tunapata saizi 32 mpaka saizi 40, ambayo nilisema kwamba saizi tunda kubwa namba ndogo na namba kubwa tunda dogo. Ndio haya hapa sasa. Huyu ndio mkulima wa miti ya maparachichi au msitu wa maparachichi. Sasa tuna wakulima wa mapori ya parachichi, ambayo mapori hilo shamba linakuwa lina manyasi matupu, halafu halihudumiwi, halipati huduma zozote, na mwisho wa siku moto ukitoroka kwa Njombe, kwa mazingira ya Njombe ni mazingira ambayo nyasi huwa zinafika mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 zinakuwa zimekauka. Moto unaweza kupita ukaharibu shamba lako. Sasa hapa sasa tunaenda kuangalia huyu mkulima wa parachichi aina ya hasi, matunda yake yakoje. Tunataka tuone matunda yake jinsi yalivyozaa. Ukichukua hapa sasa hivi, mwandishi wa habari, unaona kwamba matunda hayaonekani. Unaona? Lakini sasa utayaonaje matunda? Ni lazima uingie ndani. Unaona? Ukiingia ndani ndio unayakuta matunda sasa. Unaona matunda yalivyo ndani. Yote yamefichama ndani kwa sababu hayapigwi na jua na wala hayapigwi na mawe. Kwa hiyo mawe yana majani yamefunika juu matunda. Na kwa matunda haya sasa, kwa sababu hayapigwi na jua, unaweza kuja kuvuna mwezi wa 8, wa 9, wa 10, unavuna matunda. Lakini tofauti na yale pale ya mkulima wa miti ya maparachichi au shamba la miti ya maparachichi, ambayo jua likipiga matunda yanakuwa na rangi ya njano, yameshabadilika rangi. Kwa hiyo nataka tuambie kwamba msimu mzuri wa kuvuna parachichi ni mwezi wa 8, wa 9. Sasa nitakiwa mkulima tumie mbinu gani kuhakikisha kwamba anavuna mwezi huo? Nataka tumie mbinu gani? Mbinu ya kuvuna matunda mwezi wa 8 au wa 9 ili apate matunda yaliyo bora. Mbinu ni kutengeneza mti wako kama unavyoona. Unaukata kule juu. Unakishakata kule juu, yanatoka majani mapya, yanafunika matunda yote, yanakuwa yapo kwenye kivuli, hayapigwi na jua. Sasa yale matunda ambayo ya wakulima wa miti ya maparachichi, unakuta sasa matunda yako yamekwenda hewani. Sasa yale yote matunda ukifika mpaka mwezi wa 8 yanakuwa tayari yameshapigwa na jua. Kwa hiyo haiwezekani kwamba mnunuzi akaja kanunua yale matunda ambayo yamebadili rangi, yana rangi ya njano. Yaani halijakomaa vizuri, lakini lina rangi ya njano. Sasa hapa unakuta matunda hayajakomaa bado, yana rangi ya kijani. Ni kijani. Sasa takapofika ile tunda mpaka mwezi wa 8 liko vizuri, halina shida. Na sasa hivi hapo unavyoona hivi, bado kuna majani mapya sasa yatatoka tena hapa juu, yanakuja kufunika. Ukifika mwezi wa 5 unakuta majani, matunda yote hayaonekani, yamejaa majani. Hapa sasa tunaenda kuangalia aina ya fwete. Twende kuona hali ya tunda la fwete ambalo utaliona shamba hilo la fwete, na utapata hesabu zake kwamba mti wa parachichi wa fwete na mti wa hasi, upi unakulipa zaidi. Kwenye gharama ni zile zile za kutunza, lakini changamoto inayokuja kwenye bei. Changamoto inakuja kwenye bei. Hii hapa ndio mti wa fwete. Unaitwa fwete na matunda yake ndio haya ambayo unayakuta humo ndani, yapo kwenye kivuli. Na utofauti wake kutoka kwenye hasi. Kutoka kwenye hasi ni kwamba hasi leo hii tunauza 2500 kwa kilo. Kampuni zinanunua. Lakini fwete inanunua shilingi 1000. Unaona utofauti wake? Utofauti wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo unaona kwamba kilimo cha fwete na kilimo cha hasi, ni vema mtu kaingia kulima hasi ukapata faida zaidi ya mara 2 kuliko kulima weso ana fwete. Unaona? Na hii sasa hivi kwa wakulima walio wengi wanafahamu kama ni weso, lakini wa Kenya wanaita fwete. Unaona?
Tanzania, Njombe tunaita Weso, lakini Wakenya wanaita Fwete. Lakini kuna aina nyingine ya Fwete ambayo hapa sasa hivi hatuwezi tukaiona. Tuna Sultano hatuwezi kuona. Tuna Exikuru, hiyo tutaiona. Ambayo sasa hivi tunaondoka kwenye hili hapa, tunaenda kwenye Exikuru sasa. Ukiutazama hivi mwandishi wa habari, unaona kwamba sasa mti huu kama hauna matunda. Hii ndio Exikuru hii. Unaikuta haina matunda, lakini sasa ukitaka kujua kwamba matunda yapo, ni lazima uning'inie ndani. Na bahati nzuri mwandishi wa habari, na wewe unapata tunda moja ambalo hili ndio tunda la Exikuru, ambalo hili tunda linaweza likafikisha zaidi ya kilo 1 hili tunda. Na ni katika matunda yote hili tunda linazaa matunda mengi sana. Ukiona hasi na matunda 500, ujue hili linafikisha 700. Hana. Lakini ni soko la ndani, sio soko la nje. Hana. Hii ndio inaitwa Exikuru. Hana. Exikuru. Kwa hiyo hapa sasa Sultano hatutaiona. Hapa shambani mimi haipo. Kwa hiyo tunarudi tena kwenye hasi, jinsi lilivyo shamba linavyotakiwa likae sasa, kwamba hao ni mkulima wa parachichi. Hili ndio shamba la mkulima wa parachichi. Kama mnavyoliona, juu limekaa kama meza, na kwa vile mtaalamu mwenyewe natengeneza, unaona matunda yake yalivyo. Lakini ukitazama kwa nje matunda huyaoni. Lakini matunda unayakuta yako ndani. Kwa hiyo ya matunda ambayo sasa haya mpaka kufika mwezi wa 8 unapata saizi 10, saizi 12, 14, 16, 18 mpaka saizi 20. Na kwa nini tunasema hivyo? Kwenye mti huu kama nitapata matunda 300, nikipata matunda 300 inatakiwa nitoe matunda 280 ili 20 yapatikane reject. Huyo tunamuita ni mkulima wa parachichi. Mkulima wa miti ya maparachichi, yeye anatoa katika matunda 300 anatoa matunda 40, matunda 260 yanabaki kwenye mti, yote ni reject. Maana kwa hiyo sasa ndio maana makampuni wanapokuja kununua wanakuja na vikombe. Unasikia kuna kitulo, sijui kuna kikombe cha nini, sijui kuna, yani vikombe vinakuja, yani mkulima awa anapima. Hii yote ni kukosa elimu ya utunzaji wa shamba la parachichi. Na jambo lingine, ukosefu ni kwamba hatupendi kwenda kujifunza kwa mkulima mwenzio. Changamoto ndio hii inayokuja kutokea. Sasa siku zote yule anayetunza anaonekana anaharibu, ambaye hatunza anaonekana yuko vizuri. Ndio kinyume chake. Kwa hiyo hili ndio shamba langu kama mnavyoliona, ninaendelea kuliboresha, na baadaye mwezi wa 8 naanza kutoa matunda yangu. Mimi matunda miaka yote natoa mwezi wa 8. Na wateja wangu wote wanajua kwamba mwezi wa 8 matunda yanapatikana kwa Bwana Mgae.